Habari za wakati huu, wasikilizaji wetu wapendwa. Karibuni tena katika kipindi chetu cha habari, tukiwa leo tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tunatumaini kwamba mko salama na mnaendelea vizuri popote mlipo. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kutupatia nafasi ya kuwafikishia taarifa mbalimbali zinazohusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hali ya usalama na maisha ya wananchi katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kipindi hichi cha leo tunakuletea habari kadhaa zenye kuibua maswali na wasiwasi. Tunaanza na taarifa kuhusu William Yakotumba, ambaye taarifa za mitandao za kijamii zilidai kwamba amefariki dunia, lakini video ya hivi karibuni inamuonyesha akiwa hai akishiriki katika operesheni pamoja na FARDC kwenye barabara ya kitaifa namba 5 kati ya Uvira na Baraka. Tutakuwa pia huko Goma ambako miili ya watu wawili imeweza kugunduliwa karibu na soko la Kituku. Mwili mmoja ulipatikana katika maji ya Ziwa Kivu, huku mwingine ukipatikana katika eneo la soko. Mpaka sasa utambulisho wa waathirika na sababu za vifo bado havijaweza kufahamika. Pia tutazungumzia hali ya elimu ya juu katika maeneo yanayodaiwa kuwa chini ya udhibiti wa M23 na makundi yanayoshirikiana nayo, baada ya kuteuliwa kwa kamati mpya ya taasisi za elimu ya juu. Hatua hiyo imeweza kuzua maswali kuhusu diplomasia au diploma za wanafunzi, ada zinazolipwa na hatma ya wanafunzi wanaomaliza taalamu kama vile udaktari. Na mwisho wa taarifa zetu za habari tutakuwa ndani ya Ruchuru ambako mwandishi wa habari Idris Kasongo aliyekuwa ametekwa kwa siku 4 ameachiwa baada ya familia yake kulipa fedha zilizodaiwa na watekaji. Baada ya kuachiwa kwake, mwandishi huyo amesimulia kuhusu mateso aliyodai kuyapata wakati wakiwa kifungoni. Hizi ni baadhi ya habari kuu tutakazo kuletea katika kipindi hichi cha habari cha magharibi. Basi kaa nasi hadi mwisho, kwa sababu kila habari ina maelezo muhimu. Karibu tuanze. Tuzungumzie basi mjadala kuhusu uvumi wa kifo cha Jenerali Yakotumba. Na uvumi huo umeweza kupingwa na video ambayo iliweza kuvuma kwenye mitandao ya kijamii ikimonyesha akifanya kazi yake ndani ya barabara kuu namba 5. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha na zikidai kwamba Yakotumba amefariki dunia. Taarifa hizo zimesambazwa bila ushahidi wa kutosha na kuweza kusababisha maswali mengi kuhusu hali ya jenerali huyo. Hata hivyo, ushahidi wa hivi karibuni unaonekana kupinga madai hayo. Tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka huu, ni kusema jana, video ilianza kusambaa ikionyesha William Yakotumba akiwa hai. Kuonekana kwake katika video hiyo kuna pingana na taarifa zilizokuwa zikidai kuwa tayari alikuwa amefariki. Hii si mara ya kwanza kwa taarifa zisizothibitishwa kuhusu hali ya Yakotumba kuweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Mapema tarehe 5 Agosti kulikuwa pia na madai kwamba Yakotumba alikuwa amejeruhiwa vibaya kwa risasi wakati wa mapigano katika eneo la Mikenge na kwamba alikuwa amepelekwa mjini Bujumbura kwa ajili ya matibabu. Taarifa hiyo ilikanushwa na ACP de Bukang, ambayo ilitaja kama habari hiyo ilikuwa ni ya uongo. Kwa hiyo ndani ya siku chache kumekuwa na madai mawili tofauti kuhusu hali ya Jenerali Yakotumba. Kwanza kwamba alikuwa amejeruhiwa vibaya na baadaye kwamba alikuwa amefariki. Lakini taarifa hizo hazijaweza kuthibitishwa. Badala yake, video ya hivi karibuni imeonyesha kuwa yeye eko hai, na hivyo imeweza kuongeza mashaka makubwa kuhusu ukweli wa uvumi wa kifo chake. Kwa sasa jambo la muhimu
ni kutofautisha kati ya taarifa zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii na taarifa ambazo zina ushahidi unaweza kuthibitishwa na kuonekana kuwa ni wa ukweli. Katika mazingira ya sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari kuhusu viongozi wa makundi yenye silaha zinaweza kusambaa kwa kasi, hasa wakati hali ya usalama ikiwa bado ni tete katika maeneo hayo. Ndio maana wananchi wanapaswa kuwa waangalifu kabla ya kuamini au kusambaza taarifa zinazohusu kifo au kujeruhiwa kwa mtu. Kwa hali hiyo, kwa hali ilivyo sasa, hakuna uthibitisho unaoonyesha kwamba William Yakutumba amefariki. Kinyume yake, ushahidi wa video wa tarehe 7 Agosti umeonyesha akiwa hai. Hivyo uvumi wa kifo chake umeendelea kupingwa na ushahidi huo wa hivi karibuni. Wasikilizaji wetu wapendwa, tunawakumbusha kwamba taarifa za mitandao ya kijamii zinapaswa kuhakikishwa kabla ya kuweza kusambazwa. Ni muhimu kuangalia chanzo cha habari, tarehe ilipotolewa na kama vyanzo vingine vinavyoaminika vimethibitisha taarifa hiyo kabla ya kuweza kuisambaza pia. Kwa sasa taarifa tuliyo nayo ni kwamba William Yakutumba alionekana akiwa hai tarehe 7 mwezi huu wa 8, huku madai ya kifo chake yakiwa hayajathibitishwa. Hiyo ndiyo taarifa yetu kuhusu William Yakutumba. Asante kwa kutusikiliza. Endelea kubaki nasi kwa habari nyingine kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikilizaji wetu wapendwa, tunawaletea taarifa nyingine kutoka mjini Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako tukio la kutisha limeripotiwa mapema leo Jumamosi tarehe 8 Agosti mwaka wa 2026. Miili ya watu wawili imeweza kugunduliwa katika eneo la karibu na soko Kituku, moja ya maeneo yanayotembelewa na wananchi katika mji wa Goma. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Jilengeleza ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa manispaa ya Goma na pia mtetezi wa haki za binadamu, miili hiyo iligunduliwa katika mazingira ambayo bado hayajaweza kueleweka vizuri, na taarifa zinaeleza kwamba mwili mmoja ulipatikana ukiwa umeelea kwenye maji ya ziwa Kivu karibu na eneo la soko la Kituku. Mwili wa pili nao ulipatikana ukiwa umelala katika eneo la soko. Hadi wakati wa kutolewa kwa taarifa hizi, majina ya utambulisho wa watu hao wawili haukuwa bado umefahamika. Mamlaka pamoja na watu waliofika katika eneo hilo bado wanaendelea kutafuta taarifa zaidi zitakazoweza kusaidia kufahamu watu hao wawili na ni nani walifikaje katika eneo ambalo miili yao iliweza kupatikana. Wasikilizaji wetu, tukio hili limezua hofu miongoni mwa baadhi ya wakaaji wa Goma, hasa kutokana na mazingira ya usalama ambayo mji huo umekuwa ukipitia kwa muda. Eneo la Kituku linapatikana karibu na ziwa la Kivu. Ni eneo ambalo hutumiwa kwa shughuli mbalimbali za biashara na usafirishaji. Soko la Kituku ni sehemu ambayo wananchi hukutana kwa ajili ya biashara, huku eneo yanayozunguka yakitumika pia na watu wanaofanya shughuli zinazohusiana na ziwa. Lakini kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jilengeleza, eneo hilo pia linapatikana karibu na eneo linalodaiwa kuwa na kambi la waasi wa M23 pamoja na gereza linalodaiwa kuwa la siri. Madai hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba mpaka sasa mazingira halisi yaliyosababisha vifo vya watu hao wawili hayajaweza kufahamika. Hakuna uthibitisho wa wazi uliotolewa kuhusu namna walivyofariki, kama waliuawa au walizama au kama walikufa kutokana na sababu nyingine. Hata hivyo, taarifa kuhusu sababu ya vifo vyao bado inahitaji uchunguzi zaidi kutoka mamlaka zinazohusika na mamlaka za eneo hiyo. Jambo ambalo limethibitishwa katika taarifa hii ni kwamba miili ni miwili na iligunduliwa, mmoja katika maji ya ziwa Kivu na mwingine katika eneo la soko la Kituku. Utambulisho wao
bado haujaweza kuthibitishwa. Wasikilizaji wetu wapendwa, tukio hili linakuja wakati ambapo masuala ya ulinzi wa raia yamekuwa yakizungumziwa kwa kiwango kikubwa katika mji wa Goma na maeneo mengine yanayozunguka eneo hilo, na hasa ndani ya Kivu Kaskazini. Kwa miezi na miaka ya hivi karibuni, wakaaji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakikabiliwa na changamoto mbalimbali za usalama. Migogoro ya silaha imekuwa na hatari kubwa maisha ya raia, ikiwa ni pamoja na watu kupoteza maisha, wengine kulazimika kuacha makazi yao na wengine kupoteza maisha. Ndiyo maana taarifa ya kupatikana kwa miili miwili katika eneo la Kituku imezua maswali mengine miongoni mwa wananchi. Jules Ngeleza katika taarifa yake ameonyesha wasiwasi kuhusu kile anachokitaja kuwa ni ongezeko la ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika mji wa Goma. Amehojiwa kuhusu hatma ya wananchi wa Goma, akieleza kuwa maneno yenye kuonyesha huzuni kwamba wananchi wanajiuliza wamefanya nini ili wakabiliane na hali kama hiyo. Tuelekee ndani ya Ruchuru ambako mwandishi wa habari aliweza kuachiliwa baada ya siku 4 za kuweza kutekwa, na hivyo aliweza kusimulia mateso aliyopata ndani ya siku hizo 4 akiwa ndani ya utekwaji. Mwandishi huyo anayeitwa Idris Kasongo, anayefanya kazi katika radio ya RTHD FM ya Kiwanja, na pia ni mwandishi wa habari anayewakilisha chombo cha Fizi News 24.info. Kwa mujibu wa taarifa zinazohusu tukio hilo, Idris Kasongo alitekwa tarehe 30 Julai mwaka huu 2026 na kundi la watu wenye silaha ambao utambulisho wao haujajulikana. Inasemekana kuwa watu hao walikuwa karibu 15 wakati walipomchukua mwandishi huyo. Baada ya kutekwa, mwandishi huyo alishikiliwa kwa muda wa siku 4 katika eneo la Ruchuru. Mwandishi huyo wa habari alipata uhuru tarehe 3 Agosti baada ya familia yake kulipa fedha zilizodaiwa kama fidia ya kumwachilia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watekaji walidai kiasi cha $3,000 za Marekani, yani $3,000 ili kumwachilia na kuweza kumwacha aende zake. Baada ya familia yake kufanikiwa kupata fedha hizo na kufanya malipo yaliyodaiwa, Idris Kasongo aliachiliwa. Lakini baada ya kutoka katika hali hiyo ya utekaji, mwandishi huyo alitoa ushuhuda kuhusu mateso ambayo anasema yalimpata akiwa mikononi mwa watekaji. Kwa mujibu wa maelezo yake, alifanyiwa vitendo vya mateso katika eneo hilo lililokuwa ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga. Anasema kwamba kipindi alichokaa katika eneo hilo na akiwa utekwani ilikuwa ni kipindi kigumu sana, na kwamba alipitia mazingira ambayo yalihatarisha maisha yake. Mwandishi huyo pia anadai kwamba wakati akiwa mahali alipokuwa anashikiliwa aliona miili kadhaa ya watu waliokuwa wamefariki. Kwa mujibu wa ushuhuda wake, baadhi ya watu waliokuwa wametekwa pamoja naye walikuwa wamekabiliwa na madai ya kulipa kiasi cha fedha ili kupata uhuru. Anadai kwamba watekaji waliwataka mateka kupata kiasi cha $3,000 za Marekani. Kwa mujibu wa madai yake ni kwamba watu ambao familia zao hazikuweza kupata fedha hizo wako katika hali ya hatari kubwa zaidi, na hivyo tunapaswa kukumbuka kuwa madai hayo yanatokana na mwandishi huyo baada ya yeye kuweza kuachiliwa kutoka katika eneo hiyo. Ni kusema madai hayo hayajaweza kuthibitishwa rasmi na mamlaka za eneo hilo wala kutoka kwa pande zozote hizo. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa katika taarifa hizo ni Rugari ambayo iko katika eneo la Ruchuru. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, hali ya usalama katika sehemu hiyo inaendelea kuwa ya wasiwasi, hasa kwa watu wanaosafiri au kufanya shughuli zao katika maeneo mbalimbali na vituo vikubwa vya
mjini. Katika mazingira kama hayo, watu wanaweza kuwa katika hatari ya kutekwa na watu wenye silaha, hasa wakati wanapokuwa wakisafiri katika maeneo ambayo usalama wake hauko imara. Hizo ni habari kutoka huku ambako Idrisa Kasongo ameweza kuachiliwa, na hivyo aliweza kutosha ushuhuda kuhusu namna hali ilikuwa katika eneo ambalo alikuwa akipelekewa mateso na watekaji wake. Acha basi tuendelee na habari nyingine. Tuelekee basi ndani ya Mombasa ambako wasiwasi imeweza kuongezeka baada ya mauaji na utekaji unaodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri ambako matukio ya mauaji, utekaji wa raia na kuhama kwa wananchi yanaendelea kuripotiwa siku baada ya siku. Wakaaji wa maeneo mengi wanaishi katika hofu kubwa kutokana na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa jamii na mashirika ya kiraia, siku ya Alhamisi tarehe 6 Agosti, miili kadhaa ya raia iligunduliwa katika maeneo ya Bandibyondo. Inaelezwa kuwa watu hao waliuawa wakati wa mashambulizi yaliyotokea kati ya tarehe 30 na 31 Julai katika eneo hiyo. Miili hiyo ilionekana baada ya baadhi ya wakaaji waliokuwa wakikimbia mapigano kuanza kurejea kwenye vijiji vyao. Walipofika walikuta athari za mashambulizi hayo zikiwemo miili ya watu waliouawa. Hata hivyo, hadi sasa idadi kamili ya waliofariki bado haijaweza kuthibitishwa rasmi na mamlaka husika. Wakati huo, taarifa nyingine zinaeleza kuwa karibu na kituo cha biashara cha Teruri, watu wasiopungua 4 walitekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa ADF. Miongoni mwa waliotekwa wanadaiwa kuwemo watoto. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu waliopelekwa au hali yao kwa sasa. Kutokana na matukio hayo, familia nyingi zimeamua kuyaacha makazi yao na kuelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, hasa katika mji mkuu wa wilaya ya Mombasa. Wengine wameondoka usiku huku wakihofia mashambulizi mapya. Mashirika ya kiraia yanasema kuwa hofu imekuwa kubwa kiasi kwamba hata uvumi wa kuwepo kwa wapiganaji wa ADF unatosha kuwafanya wananchi waweze kukimbia haraka. Hali hiyo imeongeza mateso kwa maelfu ya familia ambao tayari zimekuwa zikiathiriwa na vita vya ukosefu wa usalama kwa miaka kadhaa. Wakati huo, siku moja kabla ya kugunduliwa kwa miili hiyo huko Bandibyondo, miili ya raia 10 ilipatikana ndani ya kanisa la kijiji cha Mungu Iko. Kwa mujibu wa taarifa za wenyeji, watu hao waliuawa katika shambulio lingine lililofanyizwa na wa ADF. Tukio hilo lilizua huzuni kubwa na kuongeza hofu miongoni mwa wakaaji wa Mombasa. Viongozi wa jamii wanaeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi hayo, mauaji na utekaji kunazidisha kuhofisha maisha ya wananchi. Wakulima wengi hawawezi tena kuenda mashambani, wafanyabiashara wanaogopa kusafiri, huku watoto wakikosa fursa ya kuenda shuleni kutokana na hali ya usalama. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali pamoja na vikosi vya usalama kueneza ulinzi katika maeneo yaliyo hatarini. Wanasema kuwa kuimarishwa kwa doria za kijeshi na uwepo wa askari katika vijiji vilivyokabiliwa na mashambulizi kunaweza kusaidia kuzuia uvamizi wa makundi yenye silaha na kurejesha amani ya wananchi, na hivyo imani yao inaweza kuzidi kuwa nguvu kuelekea vyombo hivyo vya usalama. Pia wameomba mamlaka kuharakisha juhudi za kuwatafuta watu waliotekwa nyara ili waweze kuwaokoa wakiwa hai. Familia za waliopotea zinaendelea kuishi katika majonzi na kutokuwa na uhakika kuhusu hatima ya ndugu zao. Kwa sasa
Wakazi wa Mombasa wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu, huku wengi wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa mamlaka ili kurejesha amani na usalama. Wakaaji wengi wanaamini kuwa bila kuimarishwa kwa ulinzi na operesheni dhidi ya makundi yenye silaha, mashambulizi yanaweza kuendelea na kuongeza mateso kwa raia wasio na hatia. Hali hii inaonyesha kuwa changamoto ya usalama katika wilaya ya Mombasa bado ni kubwa na inahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa serikali, vikosi vya usalama na wananchi ili kulinda maisha ya raia na kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa. Hizo ni habari kutoka Mombasa. Hali ya kuhuzunisha, hali ya kutia hofu inaendelea kutokea katika maeneo hayo, na ni wananchi wasiokuwa na hatia ndio wanazidi kulipa deni ambazo hawakuweza kuzikula. Wasikilizaji wetu, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha habari kwa leo Jumamosi tarehe 8 Agosti mwaka wa 2026. Katika kipindi hiki tumewaletea taarifa kuhusu uvumi wa kifo cha William Yakotumba ambao umepingwa na video inayomwonyesha akiwa hai, tukio la miili miwili iliyogunduliwa katika soko la Kituku mjini Goma, na maswali yanayohusu mustakabali wa elimu ya juu katika maeneo yaliyo nje ya udhibiti wa Kinshasa, pamoja na kuachiliwa kwa mwandishi wa habari Idris Kasongo baada ya siku 4 za utekaji huko Ruchuru. Wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu wa Kivu News Info, tunaendelea kuwakumbusha kuwa wakati huu wa changamoto za kiusalama ni muhimu sana kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza kwenye mitandao ya kijamii, hasa taarifa zinazohusu vifo, utekaji, mapigano na masuala ya kisiasa. Ikiwa unapenda taarifa zetu, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu, kuwasha alama ya kengele, kubonyeza like na kushirikiana habari hizi na watu wengine ili nao waweze kufuatilia taarifa muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa wale wanaotuunga mkono kila siku, tunawashukuru sana. Msaada wenu unatupa nguvu ya kuendelea kuwafikishia habari kwa ukawaida. Mimi ni mtangazaji wako Leta Pepele nikiwakilisha timu nzima ya habari ya Kivu News Info. Asante kwa kutusikiliza. Tutaendelea kuwa pamoja nawe na tutakutana tena katika taarifa nyingine za wakati ujao. Kaa salama na Mungu awabariki.